Punguzeni. Ngoja niwaimbie. Amekuita we baby, kumbe naye ana baby, ni mshenzi akupendi. Kwa hiyo sikilizeni, ujumbe ni kwamba mkiwa shuleni msome, sawa? Na mkisoma mambo mazuri yatakuja, umeelewa? Mkizingua mwakani burudani hakuna. Tarehe 15 tunacheza tucheze. Na mtazamaji, natumai mzima popote ulipo, karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Naam mtazamaji, kama kipande cha video nilichoweza kukitanguliza katika video hii, ndiyo hali halisi iliyoweza kushuhudiwa katika taifa jirani la Tanzania, huku vijana wa vyuo vikuu wakiweka hadharani kwamba iwapo kiongozi wa upinzani katika taifa la Tanzania Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru, basi hakuna uchaguzi wote ule utaweza kufanyika, hatua ambayo inazidi kuwa ni pigo kubwa kwa rais wa taifa hilo Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji, tumeweza kugundua kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa support yenu na jambo la busara kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, utaweza kutupa support kubwa, nasi hapa tutaweza kushukuru. Naam mtazamaji, uchaguzi katika taifa jirani la Tanzania ukiratibiwa kufanyika mwaka 2025, tetesi zimeanza kuibuka, huenda uchaguzi huo ukaweza kutupiliwa mbali. Je, ni kipi ambacho hivi sasa kinazidi kufanya uchaguzi huo uweze kutupiliwa mbali? Mtazamaji, iwapo hujaweza kufahamu mambo yanayozidi kuendelea katika taifa hilo la Tanzania, ni kwamba kutokana na upinzani na mambo ambayo uongozi wa serikali ya CCM inayozidi kuongozwa na Samia Suluhu Hassan inaaminika kwamba inazidi kutumia nguvu kupita kiasi, hatua ambayo inazidi kunyima uhuru raia wa taifa hilo la Tanzania. Hivyo basi mabadiliko ya dharura ama ya haraka yanazidi kutarajiwa na wananchi kutoka katika taifa hilo, na iwapo mabadiliko ambayo wakazi wa Tanzania wangependa yaweze kufanyika hayataweza kufanyika, huenda kaweza kusababisha hata uchaguzi huo ukaweza kutofanyika mwaka 2025. Mtazamaji, sote tunafahamu kwamba iwapo katika uchaguzi huo katika taifa la Tanzania hakutakuwa na upinzani, basi moja kwa moja Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliyeko mamlakani hivi sasa, kutokana na kuaga dunia kwake Mheshimiwa John Pombe Magufuli na kusababisha Mama Samia Suluhu Hassan kuchukua nafasi hiyo, basi ataendelea kuhudumu kama rais wa Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo Watanzania wengi hawajaweza kulifurahia na hawako tayari liweze kufanyika. Baadhi ya Watanzania wakiamini kwamba ingekuwa vyema katika uchaguzi huu wa mwaka 2025 Rais Mama Samia Suluhu Hassan angepata ushindi wake halali, iwapo anaamini kwamba uongozi wake wa CCM umeweza kuongoza taifa hilo la Tanzania katika njia sahihi, kuanzia kuaga dunia kwake Mheshimiwa John Pombe Magufuli, na iwapo anaamini kwamba uongozi wake wa CCM umeweza kuwa salama salmin, hivyo basi asiwe na uoga wote ule wa kumondoa Mheshimiwa Tundu Lissu katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa Agosti mwaka 2025, kwani iwapo ataweza kumondoa Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwa ameweza kujipa ushindi wa moja kwa moja kutokana na yeye kutokuwa na upinzani na kusababisha nafasi hizi za chini yake kupata upinzani na rais kutopata upinzani, jambo ambalo Watanzania wengi hivi sasa wanazidi kulikataa. Na mtazamaji, haya yote ndiyo ambayo
yameweza kusababisha Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kutafuta mbinu ambayo ataweza kutuliza vuguvugu majaribio ya maandamano katika taifa hilo la Tanzania. Iwapo hujaweza kufahamu, sote tunafahamu kwamba taifa jirani la Tanzania katika sekta za burudani pamoja na umbea ni jambo ambalo huwa anapenda sana. Hivyo basi uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan uliweza kuanzisha sakata la kuomba wanaburudani katika taifa hilo, akiwemo Diamond Platnumz pamoja na kundi lake la Wasafi, huku Haji Manara pamoja na Zaiylissa mpenzi wake wa hapo awali, pamoja na kundi la African Princess linalozidi kuelekezwa na Nandy pamoja na Billnass. Wanamuziki hawa ama wanamuziki hawa pamoja na viongozi maarufu katika taifa hilo la Tanzania waweze kuanzisha misukosuko na vuguvugu ambalo litaweza kujadiliwa, kuzungumziwa katika mitandao ya kijamii, ili wananchi wa taifa hilo la Tanzania wasiweze kufahamu hali halisi ambayo inazidi kushuhudiwa katika taifa hilo la Tanzania kutokana na utekaji nyara pamoja na upinzani na mipango ya maandamano inayozidi kupangwa kutofanikiwa hadi uchaguzi uweze kufanyika kutokana na miezi michache iliyosalia. Ili iwapo zoezi hilo litaweza kufanikiwa, basi Rais Mama Samia Suluhu Hassan moja kwa moja, iwapo ataweza kurejea mamlakani, atakuwa ameweza kupata ushindi. Ila mtazamaji, haya yote yaliweza kutokea wapi? Ningependa ufahamu kwamba kabla ya Wakenya ama wanaharakati katika taifa la Kenya na Tanzania, wanaharakati wa taifa la Uganda na Kenya kushikana na baadhi ya wanaharakati kutoka katika taifa hilo la Tanzania, mambo yaliweza kuwa sawa, ila kutokana na kitendo cha kikatili ambacho kiliweza kufanywa kwa mwanaharakati Boniface Mwangi, ndiyo sababu kuu ambayo iliweza kuchangia Wakenya kujaribu kuonyesha Wakenya na pamoja na East Africa kwa ujumla uongozi wake Mama Samia Suluhu Hassan. Je, ni uongozi wa halali wa kuridhisha, kufurahisha, kuelimisha na kuboresha taifa kwa ujumla, ama ni uongozi ambao utaweza kumfaa Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na baadhi ya viongozi wa juu, huku upinzani ukiumia pamoja na viongozi wengine pamoja na wananchi wa chini? Hatua hii imeweza kuchukiza mno Mama Samia Suluhu Hassan kujaribu mbinu zote zile aweze kutupilia mbali, kukatisha mawasiliano na taifa hili la Kenya, ila imeweza kushindikana kutokana na hatua ya hivi karibuni ambayo iliweza kusababisha usafiri wa ndege za Air Tanzania kukatishwa, huku ikimlazimu Rais wa Jamhuri hiyo ya Tanzania Mama Suluhu Hassan kumwomba Mheshimiwa Rais Ruto na uongozi wake wa serikali ya Kenya Kwanza kujaribu kurejesha uwiano mwema kati ya ambassadors wa Kenya pamoja na Tanzania. Je, sote tunafahamu kwamba Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kufunga mipaka hiyo kwa ajili ya kuzuia wanaharakati wa Kenya ambao walikuwa na nia ya kuelekea katika taifa hilo jirani la Tanzania, ila kutokana na pigo lililoweza kulipata yupo mbioni kufungua mipaka hiyo, hatua ambayo inaonekana kuzidi kuchukiza Wakenya na baadhi ya wanaharakati katika taifa la Tanzania. Na mtazamaji, ningependa ufahamu kwamba iwapo Rais wa Jamhuri ya Kenya Mama Samia Suluhu Hassan angependa aweze kufanikiwa kurejea mamlakani kwa mara nyingine katika uchaguzi huu wa mwaka 2025, ni vyema kumwachia huru mpinzani wake Tundu Lissu ili aweze kuomba wananchi wa Tanzania kupiga kura kwa haki, kutokana na kile ambacho Mama Samia Suluhu Hassan anajaribu kukifanya kwa yeye kutokuwa na mpinzani katika debe na aweze kupata tiketi ya moja kwa moja kupata kiti cha urais kwa mara nyingine. Ila mtazamaji, ni vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika comment section. Ni sawa Mama Samia Suluhu Hassan aweze kukubaliana na kile kilichoko, kumwachia huru mpinzani wake Tundu Lissu na aweze kupatana katika debe, na ndipo Watanzania waweze kuchagua
kiongozi yupi ambao wangependa waweze kuchukua ushindi katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Pia mtazamaji, itaweza kuridhisha mno iwapo utaweza kutochia maoni yako kuhusiana na wewe kutoka eneo gani unapozidi kututazama kwa YouTube channel hii. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.